Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanahabari, anwani ya mazungumzo yangu ya leo na Watanzania kupitia viongozi watendaji wa Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania ni umuhimu wa amani, utulivu, mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mwaka huu Oktoba 2025. Neno la amani limesisitizwa sana katika Uislamu kiasi cha kuwa Uislamu umeleta aya zisizopungua 17 zote zikizungumza amani kwa njia ya uwazi, na aya si chini ya 500 zikizungumzia amani katika mtiririko wa ufahamu. Pia ulinzi wa amani umesisitizwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isemayo, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja kati yenu ni mlinzi na kila mmoja ataulizwa katika nafasi yake aliyopewa katika ulinzi, usalama na amani. Huo ndio Uislamu, na amani imeelezewa na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi semayo, man asbaha aminan fi sirbi, aminan fi sirbi indahu qutu yaumih wa siha jaida. Fima maana alhadith, yoyote atakayepambazukiwa akiwa yusalama, yupo katika amani, katika makazi yake, katika maeneo yake, katika jamii yake, katika nchi yake, mtu huyo ni hasa anahesabiwa kwamba mafanikio ya dunia yote yapo mikononi mwake. Hadithi hii inaizi Uislamu unaizi amani, kwamba amani, kuwepo amani katika maeneo yako na kuwepo afya, salama wa afya, hatuna maradhi hatarishi, na kuwa na chakula. Haya mambo matatu muhimu katika maisha ya mwanaadamu, na mtu anayefanikiwa au taifa linalofanikiwa kuweza kuwa tulivu na amani, raia zake wana afya njema, raia zake pia hawana matatizo ya chakula, basi taifa hilo linakuwa limeshika hatamu ya mafanikio katika dunia hii. Amani imezungumzwa kwa umuhimu sana. Tamkuta Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, ambaye ni baba wa mitume na ni kiongozi mkuu wa mitume yote, alianza kumwomba Mola wake amani kabla hajaomba riziki. Alisema katika aya isemayo iliyo ndani ya suratul Baqara aya 163, rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min athamarat, ewe Mola, jalia amani ndio yenye kugubika jiji langu hili. Umuhimu wa amani, baadaye ndio waja hawa wapate riziki iliyo halali, iliyo nyepesi, kwamba amani inaanza kabla ya kutaka chakula, kwani mji usiokuwa na amani, raia hawawezi wakalima, raia hawawezi wakafanya kazi, hawawezi kuwa na uzalishaji wa aina yoyote ile. Kwa hivyo amani ni kitu cha muhimu katika taifa kwa maendeleo ya wanataifa hilo na jamii na jirani zake kwa ujumla. Amani
imehimizwa sana katika aya mbalimbali na hadithi za mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ndugu wanahabari, tukiwa katika msafara huu wa uchaguzi mkuu 2025 ambapo mbele yetu tuna miezi mitano tu iliyobaki, kwa kweli tumeshaingia katika uchaguzi. Ni muda muhimu sana ambao unahitaji ulinzi kabla na baada, bali na wakati wa uchaguzi wenyewe pale zinapoanza kampeni. Nafasi hiyo hutumika vibaya kwa baadhi, si wote, baadhi ya wanasiasa. Sasa sisi Ansaru Sunna, viongozi na taasisi kwa jumla, ambao tuna misikiti isiyopungua 1000 ndani ya nchi na maimamu, ni wajumbe tosha, mabalozi wa kufikisha maelekezo hili la mbinguni kabisa la ulinzi na amani. Pia viongozi wetu wanalisisitiza hilo. Kwa hali hiyo, Jamaat Ansar Sunna Tanzania tunachukua matamko ya wazi kabisa, inaunga mkono juhudi zote za kulinda amani na usalama wa wananchi yetu na nchi yetu pamoja na raia wake. Hii ndiyo msimamo wetu, tunaunga mkono yale yote ya ulinzi wa taifa letu hili. Pia Jamaat Ansar Sunna na viongozi wake ni elekezo muhimu kabisa kwa waumini wake na wananchi wote kwa ujumla juu ya umuhimu wa amani tulivu na mshikamano katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu, na kuliombea taifa letu mafanikio mema ili liweze kuendelea mbele. Hawa viongozi ni mabalozi katika maeneo yao waliotoka. Jambo la tatu, Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania tunalaani na kupinga vikali kabisa kauli zote zinazoashiria uvunjifu wa amani, utovu wa nidhamu, uchochezi na uvunjifu wa heshima kwa viongozi katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi. Heshima ni kitu cha muhimu sana, na kauli nzuri ndio Uislamu unakoelekea. Kama huna la kusema basi unyamaze. Jambo la 4, Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania inaunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuendeleza nchi na kuwahudumia Watanzania katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano, uimarishaji wa amani, maji, huduma ya maji wananchi wote tunaiona, huduma ya afya, mabarabara, umeme, kilimo, elimu, na hivi sasa tunaona treni ya kisasa, viwanja vya ndege, bandari, masoko na biashara. Hizi ni juhudi zinazofanywa na serikali hii ya awamu ya 6. Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania inatoa shukurani za dhati kwa viongozi wote wa Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla kwa kushirikiana vyema na serikali katika kulinda amani na usalama wa taifa letu, na kusisitiza kuendeleza ushirikiano huu ili kuisaidia serikali kufikia malengo yake kwa urahisi. Mwisho, Jumuiya ya Ansar Sunna tunanyanyua mikono yetu kwa unyenyekevu kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hasa baada ya kumaliza mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kwamba sote tumefunga na hadithi zimetuelekeza yule ambaye mtukufu huu wa Ramadhani
kwamba sote tumefunga, na hadithi zimetuelekeza yule ambaye alioshinda kwa funga na usiku kisimamo na akamaliza mwezi, huwa ni kafara, amesafisha makosa yake yote ya mwaka mzima. Tunaamini bado tu safi kabisa, na hasa wengi bado tunaendelea na funga hii ya 6. Kwa hivyo bado tuna ishara tosha kwamba tuacha Mungu na hatuna uchafu wa aina yoyote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili nchi yetu hii iwe ya amani, nchi yetu hii iwe tulivu, na viongozi wetu wote wawe salama na amani. Allah awape afya njema, kuanzia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na msaidizi wake Mheshimiwa Makamu wa Rais na Waziri Mkuu, bali na waheshimiwa mawaziri wote na wakurugenzi wa nafasi zote. Mola awape amani na utulivu.